Naam, mtazamaji wa TBC Digital, karibu katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha Jukwaa la Chamwino, na mimi ninayo furaha kubwa sana kukutana na wewe tena katika kipindi hiki cha Jukwaa la Chamwino, na kwa moyo mkunjufu kabisa na kuomba tuambatane pamoja ili kuweza kupata uchambuzi wa masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Na hii leo kama ilivyoada, kumbuka mtazamaji wa TBC Digital, basi mchambuzi tunayeambatana naye na huyu si mwingine ni Lugenzi Kabale, ambaye pia ni mtangazaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mada yetu hii leo basi ni kampuni binafsi ya kizalendo ya Moffat, hii ambayo imepewa kandarasi ya kuendesha huduma za kusafirisha abiria jijini Dar es Salaam, na hii ni njia ya Mbagala Gerezani. Sasa tuzungumzie uamuzi huu kwanza uliofanywa na serikali kupitia kituo cha uwekezaji cha PPP katika kuhakikisha kwamba sasa kandarasi hii inabaki ndani. Unauzungumziaje uamuzi huu wa serikali ya awamu ya 6? Aneti, naweza kukwambia moja kwa moja uamuzi huu wa kutoa kandarasi ya kusafirisha abiria kwa kampuni ya kizalendo katika uchukuzi wa mwendokasi kwa njia ya Mbagala kwenda Gerezani, lakini Mbagala kwenda stesheni, naweza nikasema unakwenda katika historia, moja kati ya maamuzi bora kabisa yaliweza kufanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kumbuka hapa nchini Tanzania uchumi wetu unahusika na sehemu mbili, sekta binafsi na sekta ya umma. Ama sekta ya umma inafanya peke yake, ama sekta binafsi inafanya peke yake. Lakini sasa tumeingia katika sera ambapo sekta ya umma na sekta binafsi zinaweza zikashirikiana katika kuona kwamba gurudumu la maendeleo la nchi hii linakwenda mbele. Sasa kilichofanyika ni kwamba huko siku za nyuma kumekuwa na manunguniko kwamba inapokuja swala uwekezaji, inapokuja swala kupata fursa za uwekezaji hapa Tanzania, ni kampuni za nje tu ndio zinapewa. Na hapa nyuma kabla tumekuwa tukisikia wakandarasi wa ndani wakipaza sauti zao kwamba serikali iwapatie hizo tenda wao kwa jicho stahiki. Na hata hapo kulikuwa na maneno kwamba katika uchukuzi wa mwendokasi Dar es Salaam ni kampuni za kigeni tu, sasa hii imekuwa kama vile tunasema kwamba kama vile ulimi wa hawa wanaosema hivyo umekatwa. Kampuni ya kizalendo sasa tumeipa nafasi ya kubeba abiria katika njia ya mwendokasi Mbagala kwenda stesheni na Gerezani. Nataka nikwambie Aneti, hii njia katika njia za mwendokasi za Dar es Salaam unaweza kusema hii ndio njia ambayo ya ng'ombe wa maziwa, kwa sababu ina abiria wengi sana na mizunguruko, na wakazi wa Mbagala wote wanaitegemea Gerezani katika shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo kampuni hii kwa hakika imebeba dhima kubwa sana ya Tanzania kwamba kama itakwenda kufanikiwa itathibitisha kwamba sekta binafsi ya Tanzania iko imara, lakini kama itakwenda ikalegalega itatuumiza Watanzania. Lakini na mimi na uhakika Moffat hawatatuangusha. Sasa nini ambacho naweza nikakisema mtazamo wangu juu ya uamuzi huu? Kwa hakika Anet, naweza nikasema kwamba huu ni uthibitisho kwamba Chama cha Mapinduzi, chama tawala hapa nchini, na serikali yake kwa hakika vinatekeleza kwa vitendo ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 mpaka 25, tunapoelekea sasa kwenye ilani ya uchaguzi ya 2025-2030. Katika ile ilani iliyopita imeandikwa kabisa kwamba serikali ya awamu ya 6 itafanya kazi kwa karibu na sekta binafsi. Na nikwambie tu kwamba licha ya kwamba sasa hivi Moffat wamepewa hiyo kandarasi ya kubeba abiria kutoka Mbagala mpaka kwenda Gerezani, ni wakumbusha watazamaji, si mara ya kwanza kwa serikali ya Tanzania kufanya kazi na sekta binafsi katika utaratibu wa public private partnership. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifungua mlango huo. Miaka ya 60 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliingia mkataba na kampuni ya mafuta ya Italia ikiitwa Egypt, na katengeneza kiwanda cha kusafisha mafuta pale katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam kikiitwa Tipa. Hiki ni kiwanda ambacho serikali ya Tanzania ilikuwa na hisa na ile kampuni ya mafuta ya Italia ilikuwa na hisa. Sasa hiki kilichofanyika Moffat kuwapatia kandarasi, kwa hakika ni heko na saluti kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akithibitisha kwamba mama yetu huyu ni mtu wa mageuzi, lakini ni mtu ambaye anaitazama Tanzania na Watanzania kama kipaumbele namba 1 katika
uongozi wake. Lakini Kabale, pia tuitazame Mbagala gerezani na aina ya usafiri ambao ulikuwepo hapo mwanzo. Mbagala gerezani kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya usafiri. Hili nalo unatathmini vipi, serikali kuanzisha sasa usafiri wa mwendo kasi na kuondoa hii adha? Hili nalo unalitafsiri vipi? Aneti, hayo ni mapinduzi makubwa sana. Ulichozungumza ni kweli. Mbagala gerezani, Mbagala tulikuwa tunaona picha zile watu wanapandia madirishani, vurugu sasa kupanda. Hapana, yani sasa hivi hata kama unakaa Mbagala, ukiamua kuniga tai yako kila unapotoka Mbagala, utakwenda na tai yako safi, unatoka gerezani na tai yako safi. Lakini mwanzo ulikuwa ukitaka kunyongwa, tai inabidi uitoe uweke mfukoni kwanza, ukifika kule ndo naweka. Ukitaka kupiga perfume yako pia safi, kwa sababu hakuna tena kusukumana. Gari la Moffat la kwanza likijaa linasogea, naingia Moffat ya pili inaingia, na hawa wamesema wanakuja na mabasi takriban 250. Na hiyo ni kwa kuanzia. Lakini kama mahitaji yatakuwepo, watakwenda mabasi 300, mabasi 500 kadri itakavyowezekana. Na huduma zao zinakwenda kuwa sio za masaa ya siku kwamba mpaka saa 6 nafunga, itakuwa ni masaa 24. Tunaona pia hii kandarasi ya Moffat imepatikana, lakini kupitia nguvu tunaweza tukasema au juhudi kubwa ambazo zimefanywa na PPP Center ambayo inaongozwa na David Kafulila. Huyu ni mkurugenzi mtendaji. Yeye naye unampa heko ipi? Kwa hakika heko hizi ninazigawa katika makundi mawili. David Kafulila 50 na Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba 50. Hii ni kwa sababu PPP Center iko chini ya hazina. Na yote haya ambayo yamefanyika katika PPP Center ni majukumu ya Wizara ya Fedha. Sasa huwezi ukawa na Wizara ya Fedha ambayo kiongozi wake ni legelege ukategemea mafanikio kama haya. Na PPP Center haiwezi kupiga hatua kama wizara inaivuta miguu. Kwa hiyo kwanza kabisa ni saluti kwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba kwa kuweka mazingira wezeshi kuona kwamba PPP Center inachukua mkondo wake, inasimama katika majukumu yake na inashamiri. Lakini vile vile saluti na kwenda kwa David Kafulila kwa sababu nikwambie utaratibu wa sekta binafsi na sekta ya umma kufanya kazi PPP ulianzishwa na serikali ya awamu ya 4 ya Mheshimiwa Rais Mstaafu Dr. Jakaya Kikwete. Pale ndio wazo la kuwa na PPP lilianza na pakatengenezwa kama idara pale katika hazina. Lakini imetoka pale awamu ya 5 pia ikaja ikawepo tu. Sasa awamu ya 6 pale ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipomteua David Kafulila kwenda kuwa kamishna wa PPPP, alipofika pale Kafulila akaona PPPP hii ina fursa kubwa sana ya kusukuma mbele maendeleo ya Tanzania kwa kasi sana. Kwa hiyo akafanya utafiti wake yeye kwa kutumia elimu yake na akaweza kutengeneza andiko kwamba hii PPPP haistahili tu kuwa idara ndani ya hazina. Inapaswa kuwa taasisi inayojitegemea na ikawa ni moja kati ya nguvu muhimu sana katika kubadilisha uchumi wa Tanzania. Nataka nikwambie Aneti, kuna siku tutazungumzia papa makubwa ya PPP na makubwa ya David Kafulila. Lakini yote haya hayawezekani David Kafulila na PPP bila ya Mheshimiwa Waziri Dr. Mwigulu Nchemba. Na Mwigulu Nchemba na yeye anaegemea ukuta wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lugenzi Kabale, asante sana. Pasi na shaka mtazamaji wa kipindi cha TBC Digital basi amepata mengi yale yanayohusiana na kampuni hii ya wazawa ya Moffat kupata hiyo kandarasi. Kabisa Aneti, mimi nachotaka nikwambie, wanasema hivi, ukimwamini mtoto wako unamjengea ujasiri. Na mtoto wako akipata ujasiri anaweza akafanya mambo makubwa ambayo hata wewe mzazi hujawahi kutarajia. Moffat ni mtoto wa Watanzania. Moffat ni ametoka miongoni mwa Watanzania. Sasa amepewa nafasi na serikali ya awamu ya 6 na Watanzania, kwa kuwa serikali inawasilisha maslahi yetu na sisi Moffat tumewapa ridhaa. Sisi tunataka kutoka kwa Moffat wachape kazi na wathibitishe kwamba hawajapewa hiyo kandarasi kwa bahati mbaya. Na hilo kwa Moffat linawezekana. Kwa tunachoweza kusema hapo ni either kaka yetu Moffat au dada yetu Moffat atubebe ili Watanzania wengi zaidi tuendelee kuaminiwa na kushika kandarasi za ndani. Uko vizuri kabisa. Na asante mtazamaji wa TBC Digital, sisi tunafikia mwisho. Kwa heri kwa sasa.